Wakati huo huo, Gachagua amemjibu naibu rais Kithure Kindiki akisema yeye sio ndugu yake bali ni adui wa eneo la Mlima Kenya. Gachagua amesema Kindiki anatumiwa na Rais Ruto kujaribu kugawanya eneo la Mlima Kenya pamoja na kueneza pombe haramu kwa wakazi wa eneo hilo. Amefichua kuwa Kindiki hana mipango mizuri kwa wakazi wa Mlima Kenya, na ikiwa anataka kuwa ndugu yake ni sharti aache kutumiwa kugawanya eneo hilo. Ndio nimeona huyu Deputy President Bonoko. Mlimchagua? Si ni Bonoko? Akiongea jana. Huyu Rigathi nimejaribu kumpenda lakini hapendeki. Sijui mimi nilipokuwa ofisi nilimheshimu. Yeye ni ndugu yangu hata akikataa. Alisema mimi si ndugu yake kwa sababu sisi ni damu moja. Wewe profesa, huwezi kuwa ndugu yangu kwa sababu I don't think you mean well for us. Siku nilimaliza hii pombe ambaye ulikuwa minister wa interior, Ruto alikuita akakwambia to sabotage hiyo vita na ukaambia polisi wawachane na hiyo vita. Then do you say I'm your brother? How can I be your brother when my other brothers you are killing them? Hii pombe haiko Rift Valley, haiko Western, haiko Nyanza, haiko Coast. Yote Ruto amesema iletwe hapa Mlimani. Number 2, ile kitu nafanya mimi nikuwe na shida na huyu Kindiki ni kukubali kutumika na William Ruto kugawanya Mlima Kenya. Sisi nguvu yetu ni umoja wetu. Tukigawanyika Ruto atatumaliza. Vile sisi tutaweza yeye ni tukiwa kitu kimoja, Wameru, Wakikuyu na Waembu, na tupige kura yetu kikapu moja. Tukikubali atugawanyishe, tumeisha. Sasa huyu Kindiki ndio anatumika. Jana alikuwa na wazee wa Embu, anawapatia pesa wagawanye mlima. Wazee wamechukua pesa, kufika nyumbani nasema hii ni kama ya Olokalau. Haiwezekani. So we professor, if you really want me to be your brother, please stop being used by William Ruto to divide the mountain.